Rais wa Marekani Donald Trump amejibu kwa hasira taarifa iliyovuja ya kijasusi inayodai kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Irani hayakufanikiwa kikamilifu kama ilivyodaiwa awali. Kupitia jukwaa lake la Truth Social, Trump alishambulia vikali vyombo vya habari vya Marekani, hasa CNN na The New York Times, akivituhumu kwa kusambaza habari za uongo kwa nia ya kupaka matope mafanikio ya operation hiyo. Taarifa za uongo CNN pamoja na New York Times iliyoshindwa wameshirikiana katika jambo la kudhalilisha moja kati ya mashambulio ya kijeshi yaliyofanikiwa sana katika historia. Maeneo ya nyuklia nchini Irani yameangamizwa kabisa, aliandika Trump kwa herufi kubwa, akisisitiza kuwa mashambulizi hayo yamezima kabisa uwezo wa Irani wa kuendelea na programu yake ya nyuklia. Tathmini ya kijasusi iliyovuja ambayo ilitajwa na CNN na The New York Times ilieleza kuwa licha ya uharibifu mkubwa wa miundombinu, sehemu za mpango wa nyuklia za Irani zilinusurika na baadhi ya vifaa vya msingi vinaweza kurejeshwa ndani ya miezi kadhaa. Ripoti hiyo ilibainisha kuwa baadhi ya maeneo yalikuwa yamehifadhiwa kwa kina na kwa teknolojia ya hali ya juu na hivyo yalistahimili mashambulizi ya anga ya Marekani. Hali hii imezua mjadala mkubwa wa kisiasa ndani ya Marekani, huko White House ikijitahidi kuimarisha ujumbe wake kwa operation hiyo ilikuwa imepangwa kwa mafanikio ya hali ya juu. Msemaji wa Baraza la Taifa alikanusha kuwa kulikuwa na utata wowote katika tathmini ya awali ya uharibifu, akisema tuna ushahidi wa kijasusi wa ndani na wa kimataifa unaothibitisha kuna vinu vikuu vya nyuklia vya Irani vimewekwa nje ya uwezo wa kutumika tena kwenye kipindi cha kati. Kwa upande wake, Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Trump katika Mashariki ya Kati na mshauri wa karibu wa rais huyo, alizungumza na Fox News ambapo alilaani uvujaji huo wa taarifa, akisema ni jambo la kuchukiza na ni uhaini na ni lazima uchunguzi ufanyike. Yeyote anayehusika nayo anapaswa kuwajibika. Witkoff alieleza kuwa amepitia ripoti za tathmini ya uharibifu, akisisitiza kwamba hakuna shaka kuwa maeneo matatu ya msingi ya shughuli ya nyuklia ya Irani, Fordo, Natanz na Isfahan, yamesambaratishwa kikamilifu. Aliongeza kuwa baadhi ya sehemu za miundombinu hiyo zilitumia mitambo ya zamani na zilikuwa na lengo la mashambulizi ya kijasusi yaliyolenga mifumo ya ndani ya usambazaji wa nishati na mitambo ya kusafisha urani. Uvujaji wa ripoti hii ya kijasusi umeibua hofu ndani ya Pentagon na taasisi za kiusalama. Tayari FBI imeanza uchunguzi wa ndani kubaini chanzo cha taarifa hizo, huku vyanzo vya ndani vikieleza kuwa huenda baadhi ya maafisa waliopinga operation hiyo ndio waliohusika. Wataalamu wa usalama wanasema uvujaji huo si tu unatayarisha operation za sasa, bali pia unavuruga utaratibu wa kimataifa na kuleta sintofahamu kwa washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Wakati mzozo huu ukizidi kupamba moto, wachambuzi wa siasa wanasema kuwa Trump anajaribu kudhibiti simulizi ya mafanikio ya kijeshi dhidi ya Irani kama sehemu ya kampeni yake. Kwa Trump, kila hatua ya kijeshi ni sehemu ya ujenzi wa sura ya uongozi thabiti. Hakubali upinzani kwa urahisi, hata kama unatoka ndani ya taasisi za serikali yenyewe. Kwa sasa bado hakuna kauli kutoka Irani kuhusu uhalisia wa uharibifu uliofanywa kwa maeneo yao ya nyuklia, huko vyombo vya habari vya nchi hiyo vikisisitiza kuwa vinu vya nyuklia vitarejeshwa kazini ndani ya miezi mitatu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.